vita vya nje ya uwanja vilikuwa vikubwa kuliko vya ndani ya uwanja. Mamlaka zilitia kila aina ya namna. Mimi sijui hiyo mamlaka. Hiyo mamlaka pengine kesho mtaweza kuijua, maana tuna vituo vitatu vya kusimama. Kuna kituo kimoja kila msimu tunasimama, kila mwaka tunasimama. Hicho kituo hatutakuwa na shamra nyingi kwa sababu Mai amemaliza trophless. Kwa hiyo tutapita pale Kariakoo kama hatujui. Tutawaada tu kwa sababu inabaki kwenye dhana ya mpinzani wa jadi. Lakini kuna vituo ambavyo viko maeneo ya Ilala, Karume. Pale na hisi tunaweza tukacheza mdundiko. Na tungekuwa na option ya kunywa supu ya kuku, tungepaki basi letu la ubingwa ili kunywa supu ya kuku. Tumepigwa vita ambavyo dunia haijawahi kuumbwa, lakini mwisho wa siku Yanga bingwa. Kevin, turudi kwenye mpira. Wapo baadhi ya watu wanasema Mudathir Yahya, lakini pia Clement Mzize hawatoshi kwa Young Africans ambayo siku moja anatamani ishiriki hata nusu finali ya klabu. Ni chizi peke yake ambaye atakwambia hao wachezaji wawili au ni mgonjwa wa UTI kwamba hawadeserve kuwepo uwanjani. Mudathir hata kama hatafunga anakupa work rate kubwa, anapambana, anakaba, kitu ambacho wachezaji wa hovyo hovyo huwezi ukawakuta wanakupa. Haya, njoo kwa mchezaji kama huyo Clement Mzize. Juzi tu tumesikia hapa Zamalek wanamtaka. Zamalek ni timu ndogo barani Afrika. Zamalek mnasema wamepoteana. Msimu juzi tu walikuwa bingwa wa shirikisho. Hiweje leo hii amtaki mchezaji ambaye nyewe mnaamini kwamba hatoshi kwa Yanga Afrika? Hii Yanga hii, huyu Clement aliyetupeleka finali Confederation tukapoteza tu kwa goli la ugenini likamfavor Mwarabu. Watakuwa tu wachoyo wa fadhila. Kwangu mimi wachezaji wote wa Yanga walikuwa kwenye top performance. Yanga mnavokuja nyie ndugu zangu waandishi wa habari kwenye boti, niliwaambia tunakuja kutimiza majukumu ya kucheza dakika 90, lakini tayari Yanga bingwa. Singida na timu nzuri, na ukiitoa Yanga, Singida ndio timu inafuatia Tanzania kwa quality. Hata leo mlikuwa mnaona kipindi cha kwanza top quality inaonyeshwa. Wanakaba wanakujibu. Gadiel Michael ni kama amefufuka, unaona kabisa mchezaji anavyocheza, lakini nina rai yangu moja. Mwambieni yule Jonathan Soa kama atakuja mitaa ya Twiga na Jangwani arekebishe nidhamu. Kwa sababu huku Yanga hata Pacome anafunga, unajua. Haina haja ya striker. Tunataka striker ambaye ni maturity. Mechi ya 5 mpaka ya 6 kama sikosei ya leo, anakuwa anafanya matendo ambayo kidogo yananionyesha lakini mchezaji mkubwa anatakuwa kuwa na nidhamu. Mkumbusheni yuko mtu anaitwa Bernard Morrison. Ni mchezaji ambaye mpaka leo kwanza ameshuka na kigoli, lakini hamna Mtanzania ambaye atakwambia ni mchezaji wa kiwango kidogo. Lakini nini kimemkuta? Nidhamu mbovu. Kwa hiyo mwambieni Jonathan Soa nidhamu yake ni mbovu, airekebishi kama atakuja mitaa ya Twiga na Jangwani, ndugu yangu sasa. Na unamtaka? Mnamhitaji kama ni kwa uchezaji wake amejipambanua, ni mchezaji mzuri kweli kweli. Hakuna timu yoyote ambayo itamani kuwa na Jonathan Soa. Leo mnaona katika kashikashi alikuwa anazifanya kipindi cha kwanza. Tunamtamani kweli kweli, na mimi ukiniambia mchezaji top sign kwa dirisha dogo kama sio hizo nitakwambia Jonathan Soa. Kuja katikati ya ligi kufikisha magoli 12 13, ndugu yangu, sio jambo dogo. Nimekutana pale na mwandishi wa habari akawa anacheka, akaniambia umemuona Soa ambao mnataka kumsajili na kipa wenu. Nikamwambia anapocheza Singida ni tofauti atavocheza Yanga. Yanga ni timu yenye pressure kubwa, Yanga ni timu kubwa kuliko Singida. Kwa hiyo pressure pengine inaweza ikamwasili kwa namna moja au nyingine, lakini kama atakuja ni hapo tu kwenye nidhamu. Kwenye kiuchezaji kila kitu yuko vizuri. Ndugu yangu Jadu nakuona. Kangalombo ni kama bado. Kangalombo kama kocha ataamua kwenda naye msimu unaokuja atakuwa sio mchezaji mbaya, kwa sababu dakika alizocheza na alivyoperform hauwezi ukasema ni mchezaji mbaya. Sasa Jadu ulikuwa umeniuliza kule Instagram, Kevo, hebu tudodoze wewe kwa maoni yako kikosi bora cha msimu. Kikosi changu bora cha msimu na kujibu hapa kwenye maiki zote. Kikosi changu bora cha msimu, golini ninaanza na Djigui Diarra. Najua clean sheet nyingi ni za Musa Kamara, lakini hata Ulaya tunaona kwenye UEFA kipa bora anakosekana kwenye kikosi bora. Kwa hiyo kwenye kikosi bora naenda na Djigui Diarra, namba 2 naenda na Lusajo Mwekenda, namba 3 na fullback ya muda wote Zimbwe, namba 4 na namba 5 na partnership ya Dickson Job na Hamza. Hamza amekuwa na msimu bora kweli kweli. Kwenye eneo la kiungo nitamweka Yusuf Kagoma. Unajua mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Amekuwa na msimu bora. Anaweza kawa sio kwenye top performance ya wachezaji wengine, lakini amekuwa na msimu bora. Nitamweka Ngoma, nitamweka na Khalid Aucho watengeneze double pivot. Kushoto kwangu kule nitamweka Pacome Zouzoua, huku nitamweka Max Nzengeli, katikati nitamweka Jincha Zawa kwa sababu namba ziongope. Hata kama anacheza vibaya, namba unaziona. Na Faisal Salum, na pale mbele nitamsimamisha mwamba kweli kweli, ambaye mnasema sijui mchezaji anatakiwa hivi aende hivi, Clement Francis Mzize. Kocha bora wa msimu sasa hapa, kwa sababu Milud ameingia katikati, itaenda na Fallu kwa sababu atatuzo zile za bora za mwezi aziongopi. Kiungo bora Faisal Salum, MVP kwenye ligi alina ubishi Pacome Zouzoua, goalkeeper bora kwa sababu vigezo ni clean sheet, basi utampa pin. Kwenye Ngoma hapo, Ngoma. Na nimefurahi kweli kweli. Unajua Ngoma mpaka anaondoka Tanzania, mafanikio yake ni haya mawili: kuibiwa airport na kuchukua kombe la Muungano. Mbali na hapo hana historia tena yoyote, kwa sababu kwenda finali
hata Dennis Nkane amecheza finali ya CAF. Kwa hiyo mafanikio ya Ngoma tokea amekuja Tanzania mpaka anaondoka ni kuibiwa airport na kushinda kombe la Muungano na kuimba taarabu kwenye dressing room. Wote South Africa mmemwona Ngoma anaimba taarabu. We are Simba, we are big team. They talk too much. We gonna to win. Simba is the first team to bring CAF Champions League Cup in Tanzania. Tukawa tunamzoom tu tukamwambia kurukaruka kwa marage ndio kuiva kwake. Sasa safari imemwita. Watabezi kwenye mambo mengi, sijui mshahara hajakubaliana, sijui nini, lakini ameona yuko kwenye Trophless FC, anamaliza karia ya mpira, haendelei kukusanya makombe, kaamua kuondoka. Na tumefurahi kweli kweli, juhudi za airport zimetimia baada ya kumuiba, kitu kimeshindikana na amerudi. Na sio tu huyo, mmoja ambaye alikuzwa kweli kweli ataondoka. Hata yule Jincha Zawa safari yake na iko mbioni kukimbia. Mwalimu